Sikuachi kwa miujiza
kaa. Chukua nafasi yako. Chukua nafasi yako. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Na mshukuru Mungu amenisaidia. Asubuhi niliona niende kule Nane. Kwa hiyo Jumamosi tutakuwa na hivyo kuambia tutakuwa na semina ili watu wajiandae vizuri. Tuweze nenda pia Nane. Mimi leo nilienda Nane. Mambo niliyoyaona nimeona nije niwaambie pia. Bwana Yesu asifiwe. Kule Nane watu wamejaa kweli. Mimi niliona niende nikatafute mbegu za mpunga huko. Marafiki zangu wanaanza kucheka kidogo kucheza. Nilikuta mbegu nini. Lakini nilikuwa nifike mapema saa 7. Kuwasha gari limekufa. Betri haliwaki. Gari limenisumbua. Nikachukua betri kupeleka tena Igoma. Kuchaji kuja betri kumbe limeshakufa. Kwa hiyo tena kutafuta tena betri jipya. Nikampigia Stefano nisaidie nikichelewa wanielewe. Bado nasumbuka nyuki wakali. Yaani nikakimbia nikicheka kanitandika hapa. Lakini nimejisugua sana. Nishaisha. Lakini kasema bado nitakimbia nitakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunakumbuka kwenda Nane kufanya biashara huko. Yaani watu wanafanya biashara usishangaa, yaani utashangaa. Kwa hiyo mimi nitanunua mbegu za unga alafu nitaweka. Ambachiza nende mkanunue mbegu huko nzuri. Wale wakulima nende mkanunue mbegu zipo za mpunga nzuri. Niliona tu hayo niyaseme. Maana mimi niko hivyo, sipendi niende peke yangu, nataka niende na watu. Eti watu wa Mungu. Ukienda kwenye mabanda yale kuna kuku, chotara wengi, kuku wa kienyeji, nguruwe, ng'ombe, vitu vingi sana. Watu wanauza maji, wanauza mishikaki, wanauza nini, karanga. Msidhani kama watu wanaofanya biashara kule wanakosa. Wewe nikasema na nini fikiria. Mpaka tunakuta na vituo vya watoto viko kule. Vituo viwili, kimoja cha Buzuruga, kimoja cha Igoma. Wameweka mali zao wanazotengeneza watoto. Nikasema wenzetu wametutangulia, wametuwahi. Kwa hiyo ninaombeni mara kesho watu muwaze. Na nikaambiwa kaeneo tu inafuatana, mwingine anakodisha 50,000 analipa serikalini, wengine sehemu ya 100,000, wengine 100,000. Basi hilo nimeona niliweke. Ninyi naamini mna akili sana. Mnaweza mkachambua vizuri mpaka mambo yanakaa vizuri. Tumekuwa tunasoma ambalo hata kama nisimaliza leo basi nitaliacha hivyo ili kesho nianze somo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya kufanya kushinda roho ya kukatalia. Jana nilieleza mambo mengi sana, sitaki kurudi kule. Na nilisema kila mmoja anaandika, ni lazima uandike. Na kwa nini nasema lazima? Kuna mambo mengine ya kuwaomba, alafu mengine ya kuwalazimisha. Kwa sababu kuwalazimisha, ninajua adui shetani pia anatumia nafasi hiyo ya kujiamini kwamba utakumbuka, alafu kisha fundishwa uwezi kukumbuka kitu chochote. Na hili ni somo refu nimeliandaa ambalo linahusisha vitu viwili, moja kukataliwa na kibali kwa Bwana. Jana nilizungumza nini maana ya kibali na namna ya kukitunza, lakini nikafundisha pia jana wakina nani walioweza kupata kibali. Na sisi tunaweza tukapata kibali machoni pa watu na pia machoni pa nani? Watu wa Mungu. Hakikisha unamwomba Mungu unapata vibali vya namna hiyo. Sasa jana nilizungumza mambo ya kufanya, nilikomea pale mambo ya kufanya kushinda roho ya kukataliwa. La kwanza nilisema Methali 8:35 ya kwamba ukimwona yeye, yani Yesu Kristo, unapata kibali. Na nikasema hebu tuingie ndani ya Yesu Kristo.
Tusiwe na maisha ya kupipa, tusiwe na maisha ya kujifanya kwamba tumeokoka lakini kumbe hatuna maisha ya kuokoka. Usiwe ni mtu ambaye unatafuta vitu zaidi ya kumtafuta Yesu. Biblia inasema, niliwaeleza jana, tafuteni kwanza kuwa na ufalme wa Mungu na mambo mengine yote Biblia inasema mtazidishiwa. Kwa hiyo Mungu anahitaji mahusiano na mtu. Kanisa la Bwana, ni kweli? Niliwaeleza utajiri alio nao Mungu wetu ni mkubwa mno, hashindi kumpa mtu yeyote. Niwaeleze kitu kimoja. Nilikuwa pale siku moja Uingereza, nilikuwa nazungumza na watu, wakasema kwamba serikali ya Uingereza miaka ya nyuma walisema serikali ya Uingereza huwa inatoa fungu kubwa sana la pesa ambalo lipo kwa ajili ya kusaidia nchi za Afrika, lakini kwa sababu watu hawajui, fedha zile zikimaliza muda huwa zinarudishwa tena serikali, na ukifika tena muda zinarudishwa. Watanzania hapa, nchi za ambazo ziko corrupted, zimeharibika na mambo ya rushwa, tunamshukuru Magufuli sasa hivi anafanya vizuri, lakini kwa siku za nyuma kabla Magufuli zilikuwa zinakuja fedha nyingi sana za kusaidia vijana, makundi wa kina mama, lakini vijana wapati, wakina mama wapati, zinaliwa na watu, zinaibiwa na habari. Lakini sasa, na ndio kwa mambo ya Mungu yalivyo. Utajiri wa Mungu upo kabisa, upo kwa watu wa Mungu, lakini kwa sababu hatujui, utajiri umekaa tu. Utajiri umekaa tu ni kwa sababu hatujui utajiri wa Bwana umekaa. Ardhi ni ya nani? Twende kanisa la Bwana tuseme, ardhi ni ya nani? Ya Mungu. Ardhi ni ya nani? Ya Mungu. Je, ukiwa na ardhi haiwezi kufanya uwe tajiri? Haya, miti ni ya nani? Ya Mungu. Madini ni ya nani? Ya Mungu. Maji ni ya nani? Ya Mungu. Kila kitu ni cha nani? Ya Mungu. Hashindi kumpa mtu yeyote. Na wewe ni wa nani? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu ana utajiri wote. Anachotaka ni mahusiano na watu. Lakini lingine tena, pointi ya pili, nikasema ili roho ya kukataliwa ikutoke. Ya pili nikasema ni mtu kutenda mema. Ni kutenda mema. Hebu sema kutenda mema. Jitahidini sana kutenda mema. Ndio maana wenzetu, na hiyo ni katika kitabu kile cha Methali 12 mstari wa 2. Ndio maana wenzetu hasa wazungu wana kibali sana kwa Mungu, kwa sababu hata kama hajaokoka anajitahidi kutenda nini? Mema. Yaani anaweza kuwa ni mvuta sigara mzuri, mlevi wa kutosha, lakini roho ya kutenda mema anayo. Kanisa, ni kweli? Ni kweli. Hebu angalia watoto wa kituo chetu hapa. Watoto wa kituo chetu. Yamkini mtoto tangu tumeanza kumfadhili miaka yote mpaka leo hajawahi kumuona, lakini ni mwaminifu, kila mwezi anamtumia. Na anamtumia na zawadi. Sasa kwa vyovyote ukiwa mtu mwema, Bwana atakupa upendeleo. Amen. Bwana atakupa kibali. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jana usiku nilikuwa namuonyesha mtu picha za nchi kama ya Marekani. Akasema, ya mambo yako duniani kweli pazuri. Akawa anasema hivi, yote hiyo ni kupewa upendeleo baada ya kumetenda mema. Mambo yanaweza yakakubadilikia wewe, yakawa ni mambo super sana, yakawa ni mambo mazuri sana, mpaka watu wakakushangaa, iwapo utakuwa mwema mbele za watu. Sema amen. Ukiwa mwenzako mwambie kwamba jifunze kutenda mema. Na kama uko mbali na mwenzako msogelee. Nataka tuwe tunasogelea, tuwe tunaambiana kabisa. Jifunze kutenda mema. Ukiwa mtu mwema lazima utabarikiwa. Kanisa la Bwana, ni kweli si kweli? Hiyo Methali 12, naomba tuanzie hapo kwa kusoma. Methali 12 kama mtu amefika mstari ule wa 2. Kama hakuna mtu,
ninaweza kusema kufungua, sababu nilikuwa sijafungua kwa neno, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Hebu sema, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Sasa upendeleo huo ndio unaitwa kibali. Yaani akitaka kufanya kitu anamwangalia nani anayempendelea. Biblia Wasukuma wanasema, Wasukuma wapo wanasema mwananoku agaliaga na kabisile. Yaani mtoto mwema huwa anakula hata kile kilichofanyaje, kilichofichwa sana. Maana yake ana kibali. Mama Wasukuma wengi, wakina mama watu wazima wanaelewa kwamba wakina mama kwenye upindo wa nguo yake anaweka kahela, alafu atakafunga yeye. Wakina mama wazima mnanielewa. Hiyo wakina mama wa kisasa sijui mnaweka wapi hela. Wapi? Mnaweka wapi wakina mama sasa hivi? Hapo kwetu. Lakini mama wa zamani anaweka hivi. Alafu akikuita zumu, alafu anafungua. Anazunguka kufungana mekabana kasidondoka. Alafu anachukua timanga nalo. Alafu akachukua na wewe nenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ukipata upendeleo, hata kile kilichofichwa utapewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Geukie mwenzako kumwambia kwamba hata kilichofichwa utapewa. Hata kilichohifadhiwa utapewa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tunaenda sasa kuanzia hapo siku ya leo. Nambari 3. Kila jambo tangu sasa utende kwa busara. Ukitaka uondoe kwenye kukataliwa, tenda kila jambo kwa busara. Methali 14 mstari wa 35. Sijui nani atakuwa anatusomea. Mstari wa 35 inasema hivi: upendeleo wa mfalme humwelekea mtumwa atendaye kwa busara. Anasema upendeleo wa mfalme humwelekea mtumwa atendaye kwa busara. Hebu tuseme pamoja, upendeleo wa mfalme. Tuseme kwa sauti, upendeleo wa mfalme humwelekea mtumwa atendaye kwa busara. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunamwona mfalme, lakini hapa tunamwona mtumwa. Na jana nilikueleza hivi, Mungu anawaangalia wale watu ambao yani ni watumwa, ndio anawatafutia. Yani watu waliokataliwa ndio Mungu anawatafutia kibali. Maana unaweza kufikiri fedha itakupatia kibali. Hicho kibali ni cha muda mfupi. Fedha ikiisha watu wanakukimbia. Ni kweli watu wa Mungu? Cheo, unaweza kuonekana na kibali mbele za watu kwa sababu ya cheo ulicho nacho. Cheo kikitoka watu wako mbali na wewe. Amen. Ndio maana Mungu, nimesema tu kwamba jana niueleza kwamba baraka za Mungu hazina majuto, kwa sababu ni kitu cha sasa na milele. Amen. Na ukiendelea kukaa na Mungu vizuri, hakiondoki. Kila wakati kitakuwa kinapanda juu. Sema amen. Amen. Yaani Mungu hakiondoi kile alichokiweka. Hata siku moja haondoi. Sasa la 3, tenda kila kitu kwa busara. Hata kama una machungu, tenda kwa busara. Yusufu kokote alipokwenda alizungumza kwa busara. Kuna mwingine anaitwa Daudi, alipogundua anataka kuuawa na Sauli, kokote na chochote alichokifanya alikifanya kwa busara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiganganize kukubalika, tumia busara. Usiganganize kupendwa, tumia busara. Kanisa la Bwana tupo. Mpaka kitafanya mfalme akupe kibali. Busara ni kitu cha muhimu. Busara maana yake ni maamuzi ya kufikia
Unafikiria kabla ya kufanya. Unafikiria kabla ya kutenda. Unafikiria kabla ya kuamua kitu chochote. Ndio busara. Hekima ni namna ya kupangilia maneno. Lakini busara, kabla ya kitu fikiri kwanza. Wewe unaweza kuwa unafikiri unafanya vizuri kwa kudai haki yako, lakini ndivyo unavyojiharibia zaidi. Tupo. Ngeuke mwenzako kumwambia kwamba tumia busara kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo maroho tangu jana tunayakataa kwa jina la nani? Tunakataa kwa jina la nani? Tunakataa kwa jina la Yesu. Lakini anasema upendeleo wa mfalme, yani kibali cha mfalme humwelekea mtu ambaye amekataliwa, mtu ambaye anatumikishwa bila malipo, mtu ambaye anaonekana ni useless, hana maana. Kwa hiyo kibali cha mfalme huwa kinamwendea mtu aliyekataliwa. Sasa kama wewe umekataliwa, hii ni nafasi yako. Amen. Lakini huyo ambaye anapata kibali kwa mfalme ambaye amekataliwa ni mtu ambaye kila jambo analitenda kabla ya kama anatenda baada ya kuwa amefikiria. Yesu asifiwe. Hata unapojibu fikiria kwanza. Ndio maana watu wanasema ukikasirika usifanye kitu chochote kabla. Yaani unapokuwa umekasirika usifanye maamuzi yoyote. Wala wakati umefurahi sana usifanye maamuzi yoyote. Kuna mambo mawili. Unapokuwa umefurahi sana usifanye maamuzi. Unapokuwa umeumizwa sana usifanye maamuzi. Kwa sababu ukiwa umefurahi sana unaweza ukatamka kwamba mimi nitamtolea Mungu matofali 2000. Si umefurahi sana, lakini hata uwezo wa kununua tofali moja au kwa sababu moyo wako umefanyaje kanisa la Bwana? Kwa ukitoa ahadi inabakia ni nini sasa? Na wakati mwingine unapokuwa umeumia sana usitoe neno. Kwa sababu unaweza ukasema neno na likatokea ukajuta kwa nini ulitamka. Bwana Yesu akusaidie. Sasa mgeukie mwenzako kumwambia kwamba unapokuwa umefurahi sana usitamke neno. Unapokuwa umefurahi sana, mwambie unapokuwa umefurahi sana. Mimi nimeshawaambia msio mnaniangalia mimi. Kama mama anayetibuna mtu hapo tafuta mtu. Kila mtu awe na mtu. Mwambie tena unapokuwa umefurahi sana usitamke neno. Na unapokuwa umekasirika au umeumizwa sana pia usitamke neno. Umenielewa mwanangu ni nini? Amen. Kwa sababu dhamira huwa hivi. Dhamira huwa hivi. Ukitamka neno hiyo dhamira itakusemea mpaka utakufa. Mpaka utazikwa kaburini. Kama ulitamka neno na haujalifanyia kazi. Kwa hiyo kila kitu ni lazima ufikirie kabla. Bwana Yesu awabariki. Nambari 5. Nambari 4. Samehe wale waliokuumiza. Ukitaka roho ya kukataliwa, maana yake ukitaka kibali, samehe wale waliokukosea. Mariamu simama. Wewe sio Mariamu. Wanyuma kwa nini? Hebu simama. Uko nafikiri Mariamu. Hebu simama. Haya, wababu simama. Njoni hapa. Haya. Hebu kaa. Wababu kaa. Bwana amekaa nyuma. Mwalimu simama. Oliva simama, nakupenda. Dota. Simu kama chumbia Mungu atatufurahisha. Haya, njoni wote hapo. Bwana amekaa mbali sana.
tujaze hizi nafasi. Usikae hapa mbele kabisa. Njoo mwalimu kae hapa. Sasa ninaendelea tena, alafu wale tunataja tena huko huko. Kwa hiyo hata kujiongeza. Hivyo tunaongeza mpaka mtaja. Yaani hivyo ndio, yaani kama unajiongeza, jiongeze mapema. Yaani hivyo ndio tunafanya. Mpaka utajikuta umejaa hizo nafasi. Hebu sema, geukia mwenzako mwambie kwamba ili roho ya kukataliwa ikuache. Jifunze kusamehe. Unajua mimi nikueleza, kuna kabiti kaliniandikia message Jumapili ndefu kaumu kanisani. Ilibidi nipaki gari pembeni nirudie kuyasoma yale maneno. Yaani nakaonaga hapa kanacheza cheza, lakini yale yaliyosema baada ya mafundisho ya Jumapili, yaani nilikugusa Mungu. Kuna watu wanatembea wameumizwa sana. Eti kanisa la Bwana. Nauliza kanisa la Bwana. Ni kweli? Kuna watu wanatembea. Acha yule mtu kukwaza. Acha hiyo. Yaani wameumizwa na roho ya kukataliwa. Kiasi ambacho nasema kama ndivyo hivyo, huyu mtu sitamsamehe. Na nikueleze, usiposamehe, roho ya kukataliwa itaendelea kuwa inakunasa tu. Itaendelea kukufunga shingoni. Kwa mfano kama huyu msichana, kila nikimwambia huyu ambaye alikuwa analala kwenye analazwa kwenye banda la kuku, huyo binti hapa kanisani, kila nikimwambia kwamba mwanangu wasamehe, na uone uso wake unakunyamana, wala hanijibu kitu chochote. Sasa anashindwa kunijibu kwa sababu ya kiwango cha vile alivyoumizwa. Sinanielewa? Yaani anasema nashindwa kutamka neno kwa kiwango kila ambacho nimeumizwa. Hebu fungua kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 86. Zaburi 86 na ule mstari wa 5. 86 mstari wa 5. 86 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, kwa maana wewe Bwana u mwema. Kwa maana wewe Bwana u mwema. Hebu sema, kwa maana wewe Bwana u mwema. Umekuwa tayari kusamehe. Sema, umekuwa tayari kusamehe. Sema tena, umekuwa tayari kusamehe. Sasa anasema wewe u nani? Kanisa anasema wewe u. Na nimekuambia pointi nyingine iliyopita kwamba ukitaka roho ya kukataliwa ikuache, uwe mtu nani? Uwe mtu mwema. Anasema kwa maana wewe Bwana u mwema, lakini pia umekuwa tayari. Hebu sema kuwa tayari. Kwa hiyo naomba, kwa kuwa wewe umedhamiria uwe mtu mwema, uwe tayari. Nasema uwe tayari. Hata kama kuna mwingine anasema mimi unaniona sijasoma, kwa sababu iliambiwa hakuna kusoma, na kusoma ni watoto wangu, wewe hatabaki nyumbani. Sasa maisha yanapomuumiza, yanapompiga ya kutokuwa na elimu, huwa anakumbuka yule aliyemfanya asisome. Sijui kanisa mnanielewa? Anasema mnanielewa? Anasema kama angelisomesha nisingeweza kuishi maisha haya. Mwingine anasema hivi, kila ninapochumbiwa, kwa sababu niko kwa ndugu yangu, nakataliwa, alafu anasokomezwa watoto wake. Yaani watoto wangu mimi nakataliwa, alafu anasokomezwa watoto wake wanaolewa, na badala yake wanaenda kuvunja na ndoa. Hivi unavyoniona ni kwa sababu nimezuia mali, wanaweka nyingi, au wanafukuzwa, au naambiwa hakuna bila sababu yoyote. Uwe tayari
Hebu sema kuwa tayari. Sasa kuwa tayari maana yake sio kulazimishwa. Uwe tayari kuwasamehe hao, kwa sababu usipowasamehe ubadilishi historia. Tunachotaka ukisamehe unabadilisha historia. Unanielewa? Usiposamehe haubadilishi nini? Mbona amsemi kwa sauti? Yaani usipowasamehe waliokufanyia hivyo ubadilishi historia. Amen. Lakini unapowasamehe unabadilisha nini? Historia. Maana yake nini historia inabadilika? Maana yake ni kwamba Mungu ataiondoa ile roho ya kukataliwa. Mungu atakupa kibali. Lakini ukiendelea kwa nani, utabadilisha historia, kwa sababu wale watu wapo na wafanye kitu chochote. Na watazidi kukuumiza siku zote. Na mbaya zaidi, yani siku umeumia sana ndio siku unapomtembelea au unakutana naye, unaumia mpaka. Kwa sababu kwa mfano unamuona, kwa sababu mchungaji aliniruhusu jana kusema, yani mama amezaliwa hivi, ana miaka 5 hivi, miaka 5 6, baba yake akaondoka wakati mpaka yani amemuona akiwa mtu mzima na watoto 3. Alafu hiyo ni mara moja tu kumuona baba yake, wala alikuwa mjui. Alafu alipomuona akasema mwanangu nisamehe, amesha kuwa Muislamu kabisa. Mara ya pili aliona kaburi. Naona alilia kwa uchungu kubwa mno alipomuona baba yake. Kwa hiyo mtu aliyekataliwa ni mtu aliyejaza uchungu kali mno ndani ya moyo wake, kwa sababu kuishi kwake ni matokeo ya kukataliwa. Kwa hiyo ameumizwa mno na maisha yake. Au nasema uongo? Yale maisha kukataliwa yamekufanya kuishi vibaya sana. Hebu angalia mtu mmoja anaitwa Hana na Penina. Lile tendo la mume wake Elikana kumwolea mwanamke, maana yake amemkataa. Aliishi kwa uchungu mno. Ukisoma ile historia yao, niangalie. Walipokuwa kitembea kwenda kanisani hivi, kwenda kusali, Penina alikuwa ameshawafundisha watoto wake namna ya kumfanyia vibaya yule mama. Unajua wanawake wanapenda choko sana. Ayaka anamchokoza, alafu yule amuone atafanyia, anasema fanya. Sasa watoto wanaanza kumtukana Hana na kumpiga Hana. Kumbe Penina amewaandaa wale watoto. Niangalie machungu. Alafu Hana akireact kwa watu apenda tayari yule mama Penina anainuka pale wapige. Tuone una uchungu. Ukiambiwa una uchungu wa mwanamke, ni uchungu mkubwa mno. Kanisa ni kweli? Kanisa ni kweli? Pige uone. Kwa yule mwanamke, kwa sababu alishindwa kumpiga na kugombana, ilibidi aondoke, akakaa pembeni aanze kulia. Haka Elikana akatambua kwamba huyu mwanamke ameumia. Ndio mke wangu ni uchungu. Yesu asifiwe. Kwa mimi naamini kabisa mtu yeyote aliye na roho ya kukataliwa ni mtu aliye na uchungu mkubwa mno. Chungu, maisha yanakuwa magumu, kila kitu hakiende vizuri. Leo tulikuwa tunatembea, nampigia mtu yuko huko Sagane nani yuko, yani mabega anatembea. Sasa nikampita kumwangalia, jasho linamtoka. Mama akasema yamkini amebeba magunia 30 ya maharage, labda amechoka. Yani hata wote afanyeje? Sasa kana yule mtu muulize, kwa nini maisha yako hivi? Atakwambia maisha yangu yote ni ya kukataliwa. Nimekaa na baba yangu mdogo, amenifanyia hivi, baba yangu alikufa akiwa mtoto, nimepigwa mateke, hata kusomeshwa sikusomeshwa, kila kitu kimeenda ziki sana. Na nikirudi nyumbani shilingi 1500 mke wangu anaipiga teke. Yani hata hela ya mtu aliyekataliwa na wewe unafanyaje? Inakataliwa. Yani usipige hela gani? Ni watu
kina mama ni hela gani inapigwa teke. Sasa yeye anatembea bila kufanya yuko mbaya. Amechoka na piga asifi. Kwa habari ya kwamba usamehe inamhitaji Mungu. Hapo na watu hamwezi kusema amen kwa sauti. Ndiyo maana ukusudie. Hebu sema kuwa tayari. Sema kuwa tayari. Ndio kimweza kumwambia hivi, japokuwa umeumizwa sana, lakini uwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari. Ili hata unapolifanya tendo hilo, hata kama unalifanya tendo hilo, ulifanye kwa uhiari, kwa sababu lina matokeo. Hata kama ni ngumu, ulifanye kwa sababu lina matokeo. Na usipolifanya halina matokeo, utabakia hivyo hivyo. Mungu atusaidie. Nafikiri tunabarikiwa na semina. Na najua haya mafundisho ya Jumatatu, Jumatano mpaka leo yanawafanya mwende mbali. Kuna mtu hapa hajawahi kumwona baba yake eti? Kuna mtu hajawahi kumwona baba yake? Kuna mtu hajawahi kumwona mama yake? Nani? Sasa huyu mama amesema hajawahi kumwona mama yake. Ukichukua muda wa kuongea na huyu mama, yani hapo alipofika ni neema. Eti mama ni nani? Mama mkada eti. Nafikiri kufika kwako hapo ni neema. Au unasemaje? Ni neema. Tena mbaya ukakuzwe kwenye mwanamke wa kama. Ni afadhali uingie uwe chokora. Ni afadhali uwe chokora. Alafu nimeona machokora kule, yani amenunua mshikaki, kanyama kadogo, alafu watoto wamemzunguka, anakauma kale kanyama. Alafu anaoa kidogo. Naye anauma, alafu anaondoka. Wanajibika namba, alafu anaondoka tu. Yeye. Kuliko kukana mwanamke wa kama. Nasema wao. Yani ni matatizo makubwa. Na mara nyingi watu kama hao wengi wanasema sitamsamehe. Kwa hiyo ili ni mafundisho, na Biblia inasema mambo ya kufanya ili kuishinda roho ya kukataliwa. Uwe tayari. Nambari 5. Tupilia mbali matunda ya kukataliwa. Tupilia mbali matunda ya kukataliwa. Tupilie mbali yale matunda. Zitupilie mbali zile tabia nilizozifundisha kwako. Mfano chuki, mfano hasira, mfano uasi, mfano uchungu. Pale kwenye kusamehe wale waliokuumiza, pia samahani. Pia andika, maana tunafundishana. Pia andika Methali. Mesahau pale kwenye ile point namba 4. Methali andika 19. Maana ni ya muhimu sana haya. Umeona haya maandiko kwa sababu nimeyatafuta kwa ajili yako ya kusaidia. Au unaonaje? Au tuna haraka tuburuze tupache swali. 11 anasema busara ya mtu huiahirisha hasira yake. Tumesema tuwe watu wenye busara. Nimuuliza, tumesema tuwe watu wenye busara, Sasa anasema busara yake mtu huwa inaahirisha hasira yake. Nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Kabisa nikataa wewe. Nikataa mnakona. Hebu sema mimi ni mwenye busara. Sema tu mimi ni mwenye busara. Tumesema kwamba ili uweze
kuondoa hiyo roho lazima uwe na busara. Tumia nini nimesema? Busara. Sasa mtu mwenye busara sasa huwa anaahirisha hasira. Yaani mtu mwenye busara anaweza kuiahirisha nini? Yaani badala ya kufanya anaamua kufanyaje? Anaahirisha. Lakini mbali kwamba anaahirisha, anasema huyo mtu mwenye busara fahari yake sasa, kiburi chake, kujiona amefanya kitu kizuri ni kusamehe makosa. Fahari yako iwe ni kusamehe makosa. Fahari yako iwe ni kusamehe yule aliyekukatili. Mbona amenzi wepumua au kusema magari kidogo mchangamke magari. Lakini nafikiri hapo ni mazuri iwe fahari. Mgeukie mwenzako mwambie hivi. Mwambie kwamba wewe ni mtu mwenye busara. Sema kwa sauti, wewe ni mtu mwenye busara. Kupitia busara yako utaahirisha hasira zako. Lakini ni fahari yako kusamehe watu makosa yao. Iwe fahari yako kusamehe wale waliokukatili. Jina la Bwana libarikiwe. Iwe fahari yako. Na mimi nikueleze, watu si wanaona ulivyofanywa vibaya. Siku utakapofanya watu watasema huyu, mioyo ya watu inafunguka kwako. Ninasema huyu. Yaani hizi points zinafanya watu waniangalie. Ndio yana matatizo ya akili. Unajua matokeo yake makubwa. Unaona Oprah, nilimtaka juzi Oprah mpaka amekuwa mtu mzima. Mpaka leo hajamsamehe baba yake. Kwa sababu Oprah alibakwa na baba yake. Mpaka leo anaelezaka, na ndio maana anasema sitaki kuolewa na mwanaume yeyote. Kwa sababu anajua wanaume wote ni wabaya. Unanielewa lakini? Wao mtu anaweza kuwa amepangwa neno la ukatili, la kuumizwa, la kukataliwa, akiwa bado mtoto mdogo, mpaka leo linamuumiza mpaka na konda. Lakini fahari ya mtu mwenye busara iwe ni kuahirisha mambo. Kuahirisha nani anaelewa? Kama ulikuwa ngoja niende, ngoja niahirishe. Ngoja nataka basi ngoja niache. Ni neno linakuja, ngoja nimtukane, ngoja niache. Unachukua na maji unafanyaje? Ya ulikuwa unaelekea kabisa, lakini ngoja nibadilishe. Huyo ndio mtu anahesabika mtu mwenye nini? Kanisa la Bwana tuseme amen. Lakini pia fahari yake huyo mtu ni kusamehe watu makosa yao. Mimi nikajiuliza sana Magufuli akasikika anasema nchi nzima inaona, lakini walipoenda kina Makamba akawasamehe. Sasa hiyo sio kukataliwa kama tu. Yanatia tu mfano. Ndio kia mwenzako umtamkie maneno haya. Mungu akuwezeshe. Utumie busara yako. Kuahirisha hasira zako. Nayo iwe ni fahari yako. Kuwasamehe wale waliokukataa. Jina la Bwana libarikiwe. Nani anaweza akajaribu hayo? Na kabla ya kujaribu haya mambo, lazima uombe kwanza. Kwa sababu haitakuwa rahisi. Huo ndio kweli kuzungumza. Kweli kanisa. Ni kitu kigumu sana. Kwa sababu nilishawahi kuonja roho ya kukataliwa. Na mimi ilikuwa ni ngumu mno. Mpaka ilifikia kipindi, niangalie. Yaani natembea hivi. Gari la nyumbani linapita hata kulipa lift yangu, natembea kwa kweli. Nakueleza ukweli.
linanipita kuwa neema. Sasa ujiulize kwa inauma kiasi gani? Unaweza ukafeti kama una pressure 192. Yeye unaweza kuanguka chini pum ukafa. Unakuwa marehemu. Yaani hapa tusidanganyane. Sisi ni wanadamu. Anayeweza haya mambo ndio maana nafundisha neno. Sifundishi magazeti. Yaani anayetuwezesha ni Mungu peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Nauliza jina la Bwana libarikiwe. Wawajane sasa. Wawajane. Yaani mwanamume akiondoka na hajakuachia mazingira mazuri. I say utasimuliana. Huyu mnamsikiaga hivi Samuel. Baba yake alipokufa. Yaani baba yake ndugu zake alikuwa Muislamu. Yaani watu walikuja kama hawawajui. Kama hawawajui. Na unajua yeye mwanaume kisha kufa tu ndiye mama mko anapokuja ni kama vile afanyeje? Hakujui kabisa. Sherehe zako hata sherehe haupo. Nasema kwamba jiandae vizuri. Mnamsikia mama Igobeko? Mimi sikuwepo. Lakini sasa nilipata msukosuko. Mpaka leo ananiambia baba, akili yangu haijakaa kama binadamu. Kila siku ni kwenda mahakamani. Mshasema baba nimechoka kwenda mahakamani. Ukataliwa. Ndio maana nasema ni neema tu ya Mungu. Na mtu kikaa vizuri na Mungu, vita hivyo vinakuwa sio vyako. Vinakuwa vyako pamoja na Yesu Kristo. Nataka hiyo roho tu ikatae. Maana mimi naamini kabisa huo ndio msingi wa mafanikio yetu. Nasema huo ndio msingi wa kufanikiwa kwako. Kwa jina la Yesu Bwana akuwezeshe. Kwa jina la Yesu Bwana akuwezeshe. Kwa jina la Yesu Bwana akuwezeshe. Waona wote waliokukatili kama ni majirani tu wala wakusumbui. Wala wakusumbui. Na yeye anahitaji moyo. Tena sio kidogo. Samahani nitarudi kwenye hilo point ndio anza. Kwa hiyo Methali inasema fahari yako iwe ni kusamehe wale waliokukatili. Na andiko la mwisho Kolosai 3. Kolosai 3. Kolosai 3 na ule mstari wa 13. Wa Kolosai 3 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiona sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo hivyo. Sasa haya ni maandiko tu. Tunaruka ile pointi niliyokuwa nimefikiria. Tupilia mbali matunda ya kukataliwa. Hebu sema tupilia mbali matunda ya kukataliwa. Tunataka roho ya kukataliwa ikutoke. Sasa yatupilie mbali yale matunda na zile tabia ambazo zilikuwa zimesha kuingia. Nilikwambia tabia nyingi eti zipo tabia hata Jumapili hata siku ya kwanza Jumatatu. Nimezichambua chache tu nikasema tupilia mbali chuki. Chuki. Tupilia mbali chuki ambayo imejengeka. Sasa inakuwa kila mtu ukimuona unamwona naye ni kama wale. Chuki hiyo itakufanya watu waseme mwanamke mkorofi. Kumbe sio mkorofi kama unavyofikiria. Ni kwa sababu ya umeathirika kisaikolojia. Kila ukimuona unamwona huyu ni mtu ambaye akicheka unamwona ananicheka kwa sababu ya hali mlionayo. Ukiona wanasema alafu kafika wanaondoka, unasema ni wale ambao wanajitenga. Ndio unakuta tabia yake huyo mtu ni ya kujitenga na kaa peke yake. Anaona kila mtu hampendi. Ukitaka hiyo hali kutoke kanisa, ukitaka hiyo hali ikitoke, tupilia hayo mambo ambayo yameshindikana ndani yako. Jing'ang'aniza tu ya moyo. Ndio maana tunapoomba tunasema kwamba vua. Unavua kwa imani hiyo roho ya chuki ambayo imeshakuingia. Unaivua kwa imani hiyo roho ya hasira ambayo imetokea. Kila ukikumbuka hasira panda, ivue kwa jina la Yesu. Najua huwezi kusema amen. Lakini ivue pia roho ya uasi.
usitue roho ya uchungu. Wakati mwingine katika hiyo point usitafute ni nani akupe upendeleo. Usiatafuta katika hiyo point usitafute nani akupendelee, akuonee huruma. Maana ukitafuta mtu akuonee huruma, huyo tena atakuumiza. Eti usitafute mtu atakayekupatia upendeleo. Tafuta Yesu ndiye akupatie upendeleo. Bwana Yesu atusaidie sana. Usitafute watu, unapoteza muda. Unapoteza muda. Mithali 29. Mithali 29 mstari wa 26. Mithali 29. Mithali 29 mstari wa 26 pale. Nasema watu wengi hutafuta upendeleo kwa wakuu. Watu wengi kwenye mazingira yale ya kukataliwa, sema roho ya kukataliwa. Sasa mtu aliye na roho ya kukataliwa anatafuta upendeleo kwa watu fulani. Eti anaona kwamba nikiupata kwa mtu yule nitapata relief. Usitafute upendeleo kwa watu wakubwa. Usitafute upendeleo kwa watu. Utakuwa poteza muda wako. Mimi nakushauri geuka kwa Yesu Kristo. Yesu ndiye aliye na uwezo. Mwambie Bwana, nipe upendeleo. Na Biblia imesema, nilivyosoma mwanzo pale, nasema mtu mwema atapata upendeleo kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo ukimwendea yeye ambaye ni uzima, nimeshatamka zile pointi za kwanza, akikufanya ndani yako uwe salama, na wewe ukiwa ndani yako uko salama, atakufanya uwe mtu mwema. Atakufanya uwe mwema, atakupatia upendeleo tu. Nasema atakupatia upendeleo tu. Amen. Kanisa, atakupatia upendeleo tu. Amen. Ni mbaya mtu anaenda, una watoto 4, unanunua vitu vitatu, unaangalia wenzake, alafu mmoja unamwambia kwamba wewe chukua hii. Eti inauma. Mfano kwa kwamba Yesu someni shule hii, huyu asome shule hii. Usijaribu kama mzazi. Usijaribu kama mzazi. Ni afadhali huyo mtoto uliyempeleka shule nzuri, mtoe haraka kwa faida. Mtoe haraka. Mweke kwenye shule hata hizi za yebo mnazoita. Familia itatulia. Niko vizuri? Niko vizuri? Lakini ukimtoa huyu ukamweka shule ya wapi, yeye ni huyu, ukamchukua mpeleka yebo, umejimaliza. Umejimaliza. Huyu mtu ataanza kuwa anatafuta upendeleo kwa watu wakubwa na asipate. Hata kuwa anatafuta huku, akienda anaumizwa, anatoka anaumizwa, anaenda anaumizwa. Pointi nyingine ya 6. Kubali kuwa Mungu amekukubali. Yaani ni vizuri ukubali kwamba Mungu amekukubali kupitia Yesu Kristo. Ukubali, yaani hata kama hujaona matokeo, wewe ukubali. Sema ukubali kwamba Mungu amekukubali. Bwana Yesu asifiwe. Unapookoka Mungu anakukubali. Yes? Kanisa la Bwana, unapookoka Mungu anakukubali. Yaani sasa wewe unaomba ukubali kwamba Mungu amekukubali. Kwamba wengine hata kama wamekukataa kabisa, lakini wewe kubali ndani ya moyo wako. Yaani usitafute mtu wa kudhibitisha kwamba Yesu amekukubali. Wewe mwenyewe ukubali ndani ya moyo wako kwamba Yesu amekukubali. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa ndani yangu na mimi nikiwa ndani yake, tayari Yesu yuko ndani yako, wewe uko ndani yake, wewe ni mali ya Yesu Kristo. Bwana Yesu akusaidie sana. Na huyo ndiye mwenye hazina zako zote ambazo umekuwa ukizitafuta. Lakini la mwisho, sijui kama yatakuwa nafanana.
Jikubali wewe mwenyewe. Jikubali. Jikubali. Hebu sema jikubali, kujikubali. Jamani, usipojikubali ni issue. Usipojikubali, unanielewa lakini? Yaani wewe ujione kwamba wewe ndiye kila kitu. Kwamba wale waliokukataa walikosea lakini wewe ni bora. Si unajitibu? Nauliza, si unataka kujitibu? Ujikubali. Unajua wakati mwingine ukisema Elia wewe ni mtu mbaya, una sura mbaya, unasema mimi ni mbaya kwako lakini mimi ni mzuri. Yaani unajikubali mwenyewe. Hakuna mtu anayejiangalia kwenye kioo anasema kwa kweli mimi ni mbaya. Labda kalikeni. Kila mmoja akijiangalia huwa anajifurahia kwamba hii sura leo unayoiona pale kwenye kioo ni uumbaji wa Mungu ambaye aliona ni uwe ni mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe jikubali tu. Na namna kujikubali, waone kwamba waliokukataa wana mapepo. Hawana akili. Waone kwamba walikosea. Wewe ni sura ya Mungu duniani. Wewe ni kiumbe ambacho ulitengenezwa na Mungu ili ukae duniani. Sema amen. Alafu kwa uzuri tena nikueleze, hata iweje binadamu hatuwezi kufanana. Kwa sababu tukifanana sio maua tena duniani. Lazima hatutaheshimiana, anasema huyo, sio na pointi gani. Lakini najua ni nzuri. Maana unajua ukimuona huyu unatamani uone mwingine. Unamuona huyu unatamani uone mwingine. Kwa kuona watu wengi ndio mapambo yalivyo. Hata mahali panapendezaga kama kuna rangi nyingi. Kwa hiyo tofauti ya sura zetu, tofauti ya tabia zetu ni mapambo ambayo Mungu aliona yanafaa kuwa hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Sasa usiwe mtu ambaye ukifika mahali, unajua mtu anaposoma saikolojia ya mtu akisimama mara hivi, tujue kwamba huyo mtu hajiamini eti mara hivi. Na mtu kama ukikutana na mtu amevaa vizuri sana, alafu wewe umevaa ovyo, mtu anaanza kusema hizi ni za kilimo tu, nimetokea kilimoni. Anaanza inferiority, anaanza kujishtaki yeye, hajiamini. Hata kusimama, mtu aliyesimama mbele hajiamini, tofauti na mtu aliyejiamini. Mtu anayetembea anajiamini, anatembea viatu. Lakini asiyejiamini hajiamini yeye mwenyewe, simama yake hajiamini, ongea yake hajiamini. Hata mtu asiyejiamini akisimama hapa atakuwa anasema mimi sistahili, mimi ni nini, kwa kweli mimi ni mdogo kama kanio wanasemanga, kama mdudu, mimi ni nini. Sasa ukianza kusema mimi ni mdudu, na watu wapokee message hata siku moja, mimi kwa kweli usinione hivi, mimi sijasoma. Ukisema tu sijasoma, watu wataanza kushusha mafundisho yako. Yaani ni lazima ujue kwamba ukisimama hata kwa madhabahu ujue kwamba ninyi nyote mko chini, yeye ndiye anastahili siku ile. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ni mwanamke, jijue kwamba wewe ni kila kitu. Wewe ni mwanamke ambaye Mungu aliona uwe hivyo. Sema amen. Kama ni mwanaume, jiamini kwamba wewe ni mwanaume na Mungu alipanda uwe hivyo. Sio watu watakuwa ni manager. Hata manager anahitaji mtu wa kufagia. Na akikosekana yule mfagiaji, manager ana tabu. Lazima awepo mtu wa kumpikia chai. Akikosekana mtu wa kupikia chai, utajua udhaifu wa manager uko wapi. Kwa hiyo watu wanaishi kwa kutegemeana. Nasema na watu waseme amen. Nasema tena amen. Sio kwa sababu wewe umesoma ndio uone watu wote hawafai. Hapana. Sio kwa sababu na cheo uone watu wasio na cheo kwamba hawafai. Hapana. Mungu anaruhusu hilo ili kuna mwingiliano wa maisha. Nasema na watu. Amen. Watu waseme kwa sauti ya juu sana amen. Amen. Sasa unatakiwa mgeukie mwenzako mwambie kwamba ujikubali. Yesu asifiwe. Wewe anayejikubali hata kutembea kwake amejikubali, hata kuongea jikubali. Na mtu yote akitaka kukuletea mafenya ni mambo za mwambie no.
Bwana Yesu asifiwe. Ukijikubali, ile ni roho la kukataliwa linaanza kukuachia. Maana limekamata akili yako. Kila siku nakwambia kwamba umekataliwa kwa sababu hufai. Ni kweli? Umekataliwa kwa sababu hufai. Umekataliwa kwa sababu wewe ni mtoto wa kambo. Umekataliwa kwa sababu huna wazazi. Ninaanza kukuambia na unazidi kufinyilika. Lakini ukijikubali, unaweza kumjibu mtu. Sasa kama ni mtoto wa nje ya ndoa, kwani kuna shida gani? Mbona hata Mungu alimbariki Ishmaeli? Sasa kwani kuna shida gani? Kwani mimi ndio niliyezaa nje ya ndoa? Na Biblia inasema mtoto hatabeba dhambi ya nani? Wala baba hatabeba dhambi ya nani? Si mseme kwa sauti kwa hivyo. Unamshika unanikodolea macho. Dhambi ya baba itabaki ya nani? Dhambi ya baba itabaki ya nani? Mimi naitwa Ishmaeli, basi nitabarikiwa na nimebarikiwa mafuta. Na aliyesema atabarikiwa ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Yaani huyu ni mtu anayejikubali. Watu wasema amen kama huyo mama. Hebu sema kujikubali. Unanielewa? Nani anasema kuanzia leo naanza kujikubali? Wote siku moja mtebe tu yeye hakukubali. Hapana mchungaji, mimi maana yangu niko opposite. Mimi najikubali siku zote. Hata nashangaa kumbe watu walikuwa hawajikubali. Jamani, hivi kuna mtu atakwambia kwamba wewe ni beautiful? Kuna mtu atakwambia kwamba una akili? Kuna mtu atakwambia kwamba biashara kazi yako zitafanikiwa? Wachache. Wala hakuna. Yaani ndio maana mtu asiyejikubali akiona kabisa anasema kabiashara ongea unaanza kadogo tu. Ndio tukaelewana tunaona kidogo tu. Wewe mwenyewe ulikubali ukalako nani atalikubali? Hakuna. Mimi nikueleze hivi. Mbuyu haukuanzia. Sio kuna msemo fulani. Mbuyu ulianza ndio tandike mbuyu ya begani wenzao. Mwambie kwamba mbuyu ulianza kama mchicha. Hakuna aliyefanikiwa alianza kama alivyo. Alianza kama mchicha. Lakini alipojiamini kwamba yeye ni mbuyu, aliendelea kubaki hivyo hivyo na kuendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi kueleza hivi, wewe jiamini kwamba nibarikiwa. Hata kama bado ni mchicha, utafika tu kama mbuyu. Wewe jiamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe jiamini kwamba siku zitafika tu. Siku zitafanyaje? Zitafika tu, usijidharau. Jiamini. Jiamini. Jikubali kwamba una akili na kwamba wanadamu wana tabia ya kukataa watu, lakini Mungu hakatai watu. Ninajikubali. Kwanza dunia nzima hakuna mwanamke mzuri kama mimi. Ni kweli. Nikisema dunia nzima hakuna mwanamke mzuri kama wewe. Yaani nikitafuta dunia nzima hakuna mwanamke anayefanana na wewe. Nasema hakuna mwanaume anayefanana na wewe duniani. Kwa hiyo wewe jikubali kwamba Mungu alimtengeneza very unique. Ili uamini kwamba wewe ni wa kipekee, kiganja chako kiweka fingerprints. Hakuna mtu duniani. Unanielewa? Yaani hii kidole kila moja, hebu niangalie. Hii kidole simama kinafanana. Hii kidole hakuna mtu duniani. Hakuna. Ndio maana ukiweka kidole hiki hata ujifiche chini utaonekana. Kwa sababu hakuna mtu mwenye vidole kama vyako. Wewe ni mtu wa kipekee. Wewe ni mtu wa kipekee. Una akili za kipekee. Una kauli za kipekee. Una baraka zako za kipekee. Una majibu yako ya kipekee. Sema amen. Haleluya. Ndio kama za kumwambia kwamba ujikubali. Bwana Yesu akusaidie. Nauliza Bwana Yesu akusaidie. Timotheo ya pili. Katika hilo neno la kujiamini, kujikubali. Timotheo ya pili. Sasa nashindwa kuelewa na tamka maandiko au nyie ndio mnaoandika. Kuna hata mtu anayesoma jabali. Timotheo ya pili, ile sura ya pili, mstari wa 15. Timotheo ya pili 2
Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno lako. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema kujitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Mungu, sio na wanadamu. Kama sasa kumwambia kwamba ujionyeshe umekubalika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu akikukubali si ni kila kitu. Nasema na watu tu ambao hawana hangover ya jana. Naomba tuwe free kabisa leo. Tuwe na furaha kabisa. Jamani, ili ukikubaliwa na Mungu, nani mwingine atakuwa juu yao? Na ndio maana ninasema kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Wengine wote watasema wataenda kulala. Lakini baada Mungu amesema hakuna atakayekiuka hapo. Wewe jitahidi tu kujijulisha kwamba wewe umekubalika na nani? Jitahidi tu kuonyesha, fanya tu unakubalika na Mungu. Amen. Alafu anasema hivi ule mstari wa 15, mtendakazi asina sababu ya kutahayarika. Yaani kwenye shughuli zako wewe usibabaike. Kwenye mambo yako usibabaike. Kwenye huduma yako usibabaike. Kwenye biashara zako usibabaike. Mimi nikueleze, itafikia kipindi mimi nasema wote waliokushusha watakuja kwako. Lakini ukibabaika ukitahayarika ukaanza kusumbuka mara hivi, mara unaenda unawakutia, wakikukataa tena unaenda naomba niombee uyanikubali. Na kuambia bembeleza kwa Mungu. Wanadamu ukimaliza atakutembea mate. Shughuli zako ukizifanya, hakikisha kwamba wewe ni mwenye kibali. Alafu isitoshe baraka za biashara zinatoka kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Hakikisha kwamba wewe ni mtendakazi na shughuli zako zimekubalika na Mungu. Huduma yako itainuliwa na Mungu. Nasema biashara yako itabarikiwa na Mungu. Kazi zako za mikono zitabarikiwa na Mungu. Kibali chako kitatoka kwa Mungu peke yake. Amen, amen, amen. Uliza amen, amen, amen. Watu wanaweza kushangaa. Wanaweza kutoka mahali wanakuja kula mishikaki nyumbani kwako. Kule ulipo. Nikuuliza swali, nani anafahamu kwa Mali Kauli? Mali kusema. Nani anafahamu Mali kusema? Nyosha mkono Mali kusema. Ule mlango mmoja unapopigaga michemsho. Nani anafahamu? Naona huko. Yaani watu wamamtema na wewe. Yaani kuna watu wanatokaga huko. Mmoja wapo ni mimi mwenyewe. Unaenda mpaka mlango mmoja, umeshangaa mpaka daktari anaendaga huko. Yaani kinachomtoa na mafuta anaenda, anapanda daladala treni naenda kwa Mali kusema. Ukienda mara moja pale, utaacha. Kuna michemsho. Ndio, hata wageni, mpaka na wageni hawa kutoka nje kabisa. Wanaenda kupeleka Mali kusema. I'm sorry, na kupeleka kwa mazingira lakini leo tuwafikishe wakila kwamba tupeleke tena. Hicho ndicho tunachosema kibali kutoka kwa Mungu. Yaani watu wanaweza kuvuka wakaacha watu wote wenye kiburi wakakutafuta wewe. Hata kusema kwamba wewe unaenda Sumbawanga. Tukikwambia unaenda Sumbawanga, mambo yako yaende vizuri, mwambie sema utakavyosema, lakini Mungu amenipa kibali. Sumbawanga kwangu ni kwa Mungu aliye hai. Sio mnaumizwa ukiambiwa kwamba nyinyi wachawi kwa shughuli zenu. Usiumizwe unapoambiwa kwamba ni Freemason kwenye kazi unazozifanya. Usiogope. Hiyo mimi nimeshagundua ni mbinu pia ya shetani. Maana watu wanaogopa kusema, wanabaki wafanye kitu chochote. Anaogopa watu watanisema. Na kuambia ukifanya vizuri utasemwa. Ukifanya vibaya utafanyaje? Utasemwa. Ukibaki bila kuolewa utafanyaje? Utasemwa. Ukicheza utasemwa. Ni bora ufanye lile Bwana analokuagiza. Amen. Watu hawachoki kusema. Huyu mama anauzaga vitumbua na chakula. Leo ukimwona anapendeza na vana nini. Uwe utaanza kusema huyu mama Yesu huyu. Samahani kusema. Natia kwa mfano. Huyu usimwone hivi. Ni Freemason huyu. Anapendezaje? Natia kwa mfano. Lakini hujafika, ukifika saa 10 alfajiri huyu mama unakuta yuko saa 10 alfajiri mpaka washa saa ngapi jioni. Watu
wote wanaopita asubuhi wanakuta ameshafungua jiko anauza. Ikifikia saa 2 alishamaliza, anajipodoa nenda zake. Wewe unaamka saa 5, hamlingani naye. Jamani, msiogope maneno. Hukumu inakuja baadaye, mtawajua wakweli au wabaya. Lakini natangaza hivi, yeyote anayefanya kazi kwa bidii, Mungu atabariki. Sema amen. Mungu atabariki tu. Na hicho ndicho walokole kinatufuata sasa hivi. Na walokole tumetamani sasa tuinuke, lakini hiyo ndio fimbo yetu. Hiyo ndio imekuwa ni kiboko. Watu wanaogopa ndio kusema. Na angalia sana, mimi nimegundua hata hao watu wanaosema ni waongo. Kwa nini? Mtu akiwa hai hawamsemi. Akifa wanaanza. Unaona kwenye mitandao wanamsema yule rais aliyetoka. Sasa watu wanauliza, alipokuwepo mbona hakusema? Mtu akipata kibali, mimi nasema hivi, anapata kibali kwa Bwana. Tunapata kibali kwa nani? Tunapata kibali kwa nani? Tumema anapata upendeleo kwa nani? Kwa Bwana. Tunapata kibali kwa nani? Hiyo sauti bado. Tunapata kibali kwa nani? Tunapata upendeleo kwa nani? Kwa nini namsemi kwamba huyu aliyekufa na upendeleo kwa Bwana? Kila kitu ni kukimbizia tu ushirikina. Kwani Mungu hawezi kubariki mtu? Anauliza mtu hawezi, Mungu hawezi kubariki mtu? Sasa kama unasubiri sasa. Ukiwa maskini sana, utaambia kwamba nakwambia huyu damu zake zimekataa. Umekosea masharti. Mungu anaamua kwa mlokole zaidi ya Yesu. Hata Yesu alisema ya Kaisari, ya unapokuwa kwa Kaisari kila kitu mpe nani? Na unapokuwa kanisani ya Mungu yote mpe nani? Mungu. Ndio kile mzao kumwambia kwa kubadilike kwa jina la Yesu. Sote kabisa mwambie ubadilike wewe kwa jina la Yesu. Na umwambie tatizo lako liko hapa kichwani. Na masikio yako hayo. Mwambie na masikio yako hayo yanasubiri kusikia maneno ya watu. Na taarifa hiyo inapitishwa mpaka ndani ya ufahamu wako, kwamba utakapofanikiwa wewe ni Freemason. Hayo maroho yakatae kwa jina la Yesu. Mungu huwa anabariki. Anasema nitakubariki shambani, nitakubariki mjini, nitakubariki unapotoka, nitakubariki unaporudi, nitabariki mifugo yako, nitabariki shamba lako. Sema amen. Haleluya. Mimi nikwambie, tukikaa kwa Yesu vizuri, hicho ndio kilimilimi cha waliokukataa kitakatwa. Yaani watasubiri sana, lakini wewe unapepea, unakwenda mbele. Sema amen. Sio kukaa tu umejikunyata. Eti mimi nina roho ya kukataliwa. Ukikaa tu mimi nina roho ya kukataliwa tu, hujiamini. Ukinyanyuka tu mimi ni mnyane, mimi ni yatima, roho ninakataliwa. Yaani shetani ndipo atakapokukandamiza. Lakini wasema nakataa kwa jina la Yesu. Ndani yangu yumo Yesu Kristo. Biblia inasema alichukua laana zetu, na kwa kupigwa kwake sisi ni salama, tumeponywa, tumeinuliwa. Sema amen. Haleluya. Inawezekana akili yako inabadilika, unaona hawa watu wengine wanakupotezea muda tu, unasonga mbele. Inawezekana, sema inawezekana. Sikiliza anavyosema hivi, anasema mtendakazi asiyekuwa na sababu, mtendakazi, mhudumu, mfanya biashara, aliyeajiriwa, mwenye shughuli zake, asiye na sababu. Hebu sema sina sababu ya kukana kujikunyata, sina sababu ya kusubiri kuhurumiwa, sina sababu ya kujikunyata na kusubiri kupendelewa. Yaani ukisubiri tu unatembea eti kwa mfano. Unafikiri kwa mfano kama mwisho jenge tatu nasubiri nafasi za upendeleo ungezipata wapi? Utazisubiri sana. Lakini simama.
utakuwa huna sina sababu ya kujikunyata mimi na Yesu nasimama, Bwana anaenda na mimi. Lakini ukisubiri eti mashemeji wamesema atanisomesha watoto, kwani yeye hana watoto? Na urogwe, sema kurogwa. Sio sasa shemeji nisaidie unisomeshe mtoto ukakae naye. Roho ya kukataliwa na mbaki. Yaani Krismasi ukienda utamkuta watoto wake wote viatu. Yeye anatembea na makumbasi yale, sema makumbasi yale. Unafahamu? Yupo anakatisha na kwa sababu mtoto haelewi. Unaweza ukafa. Haya, wanaweka mama anagawa chakula, wanapewa waya na nini? Huyu akukataliwa na kuku hizo, wanapewa mafaida, yeye anapewa shingo na kichwa. Mtoto anaona na mshukuru Mungu kwa sababu amekula, kumbe wenzake wamepewa mapaja mpaka na filikisi. Yaani baadhi shetani anaona pale ndio linakuja na maana juzi mnaambia baba shetani anatafuta, anazunguka huku na kule. Sisi wasomea anatafuta nani wa kufanyaje? Andiko nimewasomea juzi. Anatafuta nani wa kufanyaje? Ukikuta umejaa simanzi, lile roho linafanyaje? Mtoto linambania linameza. Lakini kila mmoja asiwe na sababu ya kutahaya. Nasema kila mmoja asiwe na sababu ya kutahaya. Kila mmoja asiwe na sababu ya kujikunyata. Kila mmoja asiwe na sababu ya kuogopa. Kila mmoja asiwe na sababu ya kusema nimekata. Kwa sababu unaposema nimekataliwa, unajenga nguvu ya shetani ndani yako. Sasa ajabu, mimi namwambia changamka. Sema changamka, maana unakuwa na ile hali ya kutocha. Super. Tukiweza kumwambia kwamba sina sababu ya kuogopa. Sina sababu ya kutegemea watu. Sina sababu ya kutafuta upendeleo kwa watu. Mimi ninajiamini. Ninajionyesha kuwa nimekubalika. Si kwa wanadamu ila kwa Mungu aliye hai. Nasema akitumia kwa halali. Wala tunatumia kwa neno la Mungu la kweli. Nafikiri nawafundisha vizuri. Zaburi 71 andika. Mstari au nisome. Zaburi andika tu, sina soma. 71 mstari wa 5 mpaka wa 7. Yote ni kujikubali. Na wa 13. Pia Hebrania 4 mstari wa 16. Pia Zaburi 23. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Yote ni hali ya kujikubali. Anasema Zaburi 21 mstari 23 mstari wa anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. He is mine. Yeye ni wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Hebu sema Bwana ndiye mchungaji wangu. Hilo neno liwe lako. Amen. Liwe lako. Amen. Naomba kuanzia leo futa mawazo ya watu. Naomba leo mtu ni mtu. Narudia, mtu ni mtu. Usema kabisa kutoka ndani ya moyo wako, sema mtu ni mtu. Ikiwa Biblia inasema usimamie hata mtu anayelala kitandani pamoja na wewe. Si Biblia inasema usimamie mtu. Mtu ni mtu tu. Anaweza akageuka wakati wowote. Naomba nifute mawazo. Umenyongonyea kwa sababu ni mtu lizima mpaka ulivyo. Unatafuta huruma kwa ndugu zako waliokukataa ya nini? Walikukataa nani amekufikisha hapo? Si Mungu. Watu wananiambia ndugu zangu, watu marafiki wamenikataa. Wanakupeleka wapi? Watu wanasema kupunguziaye nini na kuinzi. Methali hizo hapo. Akupunguziaye nini? Akunimaye kunda anafanyaje? Yaani mimi kwambia na Biblia inasema hivi. Biblia niangalia. Hiyo ni misemo. Na Biblia inasema hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Sikiza. Jina lako litukuzwe. Na ufalme wako uje.
mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa wapi? Utupe leo, unipe mimi leo riziki. Nani anayetoa riziki? Utupe leo riziki zetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wengine. Usitutie nini? Rudia tena, usitutie wapi? Sasa hawa wengine ndio wanang'ang'ania watakuingiza kwenye majaribu tu. Bwana amewaweka pembeni. Unawang'ang'ania wa nini? Sasa na mtu anasema, Bwana Biblia inasema nituisheni fadhaa zenu. Wewe unachukua fadhaa zako unamtuisha Yesu kichwani. Alafu ukimaliza unataka kuondoka, nipe fadhaa zako. Ndio unakuta mtu anaombewa, anasema kifua changu kinaniuma, afya yangu. Ulimkabidhi Yesu kwaje chako tena? Kumbe ukimaliza kumkabidhi, ukitaka kuondoka unafanyaje? Unakichukua tena unaenda. Bwana amewaweka mbali wale ambao wanakuumiza. Waache waende. Waondoe moyoni mwako. Waondoe kwenye akili zako. Waondoe kwenye fikra zako. Maana anayekupatia riziki sio ndugu wala sio rafiki. Anayekupatia riziki ni Mungu peke yake. Sema amen. Haleluya. Na ndio maana anasema huyu Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Kanisa la Bwana jikubali. Bwana ndiye mchungaji wangu. Alafu anasemaje? Sio sauti. 1, 2, 3. Sasa sitapungukiwa na kitu. Niko hapa nachukua kwa imani damu ya Yesu na isafisha, nasafisha macho yako, nasafisha masikio yako, nasafisha ubongo wako. Damu ya Yesu isafishe roho yako. Kuanzia leo uwe mtu mpya kabisa. Watu uliowategemea wanakuchelewesha na hawana msaada kwako. Lakini ukiwa na Yesu Kristo, anasema yeye ndiye atakaye kuongoza, ndiye mchungaji wako. Lakini anasema ukiwa na yeye hutapungukiwa kitu. Sema amen. Hutapungukiwa na kitu. Anaendelea kusema katika malisho kondoo kando ya maji utulivu huniongoza. Huyu huisha nafsi yangu iliyoumizwa na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Anasema na nijapopita kwenye matatizo kama hayo yote, uvuli wa mauti, sitaogopa wote walionifanyia hivi. Kwa maana wewe uko pamoja na. Nasema usitafute upendeleo kwa watu. Bwana yuko pamoja na wewe. Tikisa mwenzako, mshike mkono kwa nguvu, mbane. Wale wako kibana na mkono mgumu sasa. Bali kabisa mwambie kwamba Bwana ndiye mchungaji wako. Mwambie yeye, Bwana ndiye mchungaji wako. Ukiwa pamoja na yeye, hautapungukiwa na kitu. Katika majani, katika malisho ya majani, tena mabichi, yeye anakulaza hapo. Kando ya maji yenye utulivu, sio kwenye vurugu. Yeye anakuwa kiongozi wako. Anahuisha nafsi yako na atakuongoza wewe katika njia za kweli. Ndugu yangu nisikilize. Mwambie ndugu yangu nisikilize. Unapopita katika bonde la mauti, katika mitikisiko ya maisha, na kuomba kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti na kuomba kwa jina la Yesu. Usiogope mabaya, kwa maana Mungu wangu yuko pamoja na wewe. Na neno lake, mafundisho yake, Roho Mtakatifu atakufariji. Nasema atakufariji. Itafikia kipindi, mwambie kwa sauti, itafikia wakati utaandaa meza machoni pa waliokukataa, machoni pa waliokukataa, na kichwani pako utapakwa mafuta, na kikombe cha baraka kitakuwa kinafurika. Kila inapoitwa leo, hakika baraka za Bwana
wema wake, fadhili zake, utajiri wake, kuinuliwa kwake kutakufuata siku zote za maisha yako. Wewe mpigie Bwana makofi. Wewe mpigie Bwana makofi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Je, mbarikiwa na neno la Mungu? Moja ukiwa mwenzako mwambie ondoa mawazo kwa watu. Donda halitapona. Kila leo donda litakuwa bichi. Bwana Yesu atusaidie. Na hisi nawafundisha vizuri. Na hisi nafundisha kwako vizuri. Bwana Yesu atusaidie. Nanga nisomee Isaya 54. Isaya 54 mstari wa 4. Isaya 54 mstari wa 4. Usiogope wewe sasa, maana hutatahayarika. Wala usifadhaike. Yes. Maana hautaaibishwa. Kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako. Hebu sema, kuna wakati utaisahau adha za ujana wako. Kuna wakati unakuja utasahau yale ambayo umefanyiwa. Kuna wakati waje. Biblia inasema Bwana atakufua mavazi yako, magunia yako, atakuvalisha mavazi. Yaani atakufua nguo za magunia. Nakupa hilo neno la Mungu. Utasahau adha na usumbufu na kukataliwa kwa kulikofanyika tangu hujazaliwa ndani ya tumbo la mama yako. Yote ulionyanyaswa, yote uliotamkiwa, yote uliofanywa hata ukiwa mtu mzima, Biblia inasema utayasahau. Sijui kama hili neno ni la kweli. Kama unaamini sema amen. Anasema utaisahau aibu ya ujana wako. Ndio kiweza kusote kabisa. Mwambie utaisahau aibu ya ujana wako. Tuendelee. Pia mashutumu ya ujane wako hautayakumbuka tena. Mashutumu ni neno la Mungu. Upo wakati utasahau mashutumu ya ujane wako, wala hutayakumbuka. Kama tunaamini hili neno la Mungu tuseme amen. Maana neno ninapofundisha, neno sio kulola. Neno alifanyika mwili. Na neno ni Yesu Kristo. Ndiye anayesema neno hili. Naomba hili neno liwe la. Naomba hili neno liwe la. Methali 15. Methali 15. 15 ule mstari wa 13. Moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho upondeka. Hebu sema, moyo wa furaha uchangamshe uso wangu. Moyo wa furaha uchangamshe uso wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno ambalo nimesema, kama leo utajua kwamba una roho ya kukataliwa, kama utajua, kama umeshajua kwamba unayo roho ya kukataliwa, basi nambari moja, usiishughulikie hiyo roho kwa kukimbia. Yaani mimi nitoroke niende mahali fulani nikapumzike. Kama utajua kwamba una roho ya kukataliwa, una ile history background, usiishughulikie kwa kuikimbia. Ukikimbia itakufuata tu kwenye maisha yako, hata kwenye huduma. Andika hapo tutasoma 12:30. Wewe ile bila.
Nikamwambia katika lishe mboga nyumbani. Andika utaenda kusoma nyumbani. Matendo ya Mitume 9:20 mpaka 26. Ukiangalia Paulo alikuwa na roho ile ya kukataliwa. Ilimvamia roho ya kukataliwa. Iangalie. Alipookoka Paulo, yani Sauli, wale ambao alikuwa nao walitafuta kumuua, wakamkataa. Aliposema nakimbilia kwa walokole wenzake, iangalie, walokole wenzao na wengine wakafanyaje? Wakamkataa. Ilibidi akubali tu kwamba Mungu amsaidie. Utaenda kusoma. Yaani wale ambao alikuwa nao Paulo wakasema wewe tusaliti, hatukutaki. Sasa mtu anapookoka alikuwa mchawi eti. Nauliza alikuwa mchawi eti. Sasa ukiwa mchawi kule wataona wewe umetusaliti, unasema siri zetu. Wanakukataa eti. Sasa uende kwa walokole sasa, kule ulikoenda. Wakijua ulikuna paa kwenye ungo, na wenyewe wanakufanyaje? Wanasema huyu ni hatari, hatumtaki. Kama yule msichana alikuwa mchawi hapa tupa ajilizi na si wasichana walikuwa nalala naye chumbani. Wanasema baba muondoe ndani, hatumtaki. Watu kamuondoa yule msichana, tukapeleka kwa mzee Asenga huko chini. Wakalala naye huko wasichana. Kesho yake mzee Asenga anasema chungaji naomba nitafutie aende mahali pengi. Na wenyewe wakamkataa. Ndipo Paulo ilivyotokea. Hata kama hatuwezi kuikimbia, ni lazima tusimame kiugangamale, tupambane nayo kabisa. Na namba 2, kama ukijua kwamba unayo roho, ni lazima ujue kabisa kwamba roho huwa inaanzia ndani ya tumbo. Kataliwa haijaanza leo na kesho. Ilianza kutamkwa. Mara nyingi roho za kukataliwa juu ya mtu huanzia akiwa tumboni. Haya yanayotokea haya yanatokea tu kama matokeo. Mtu anakukataa from nowhere. Lakini ilianza ukiwa bado tumboni. Ndio maana ni vizuri ufanye yale niliyoyasema kwa bidii kabisa, namna kufanya hiyo roho itoke. Kama ukishajijua, usiweke uadui. Hayo ndio sababu yani nasema sasa, kama utajijua hiyo unayo, basi anza na ujue kwamba kuna watu ambao walikataliwa tangu wakiwa tumboni. Utaandika Mwanzo 16 mstari wa kwanza mpaka 9. Ukishajijua kwamba unao roho ya kukataliwa, namba 3, ujue kwamba roho ya kukataliwa huwa inaambatana nyuma yake na roho ya kujiua, roho ya mauti. Ukae makini. Mtu anayetambua hapendwi, hakubaliki, anakataliwa, roho ya kujiua ya mauti huwa inaambatana pamoja naye. Yaani kaa unalijua. Nauliza kaa ukifanyaje? Ukijua, andika hiyo. Kwamba mtu anaweza kusema kama watu wanitaki, ni afadhali nijitoe roho yangu. Sinatokea gazeti. Ni afadhali nijitoe nini roho yangu, maana sina faida. Kila maeneo watu wananikataa. Na juzi nilidokeza kidogo kwamba msichana akishapata mimba, mchumba wake akamkataa, ata-attempt kujiua au ata-attempt kumuua yule mtoto. Ndio maana unasikia kitu kinaitwa abortion. Mwanamke anaambiwa hii mimba mimi sio yangu. Wazo litakalokuja ni kuitoa ile mimba ili ndoa ikae vizuri. Roho ya mauti huwa inaambatana. Kwa hiyo ukijua hiyo, anza kushughulikia roho ya mauti isikukae. Unaweza kushangaa mtu umeokoka, kuna mtu pale Nairobi ni mwimbaji mzuri, ni mwimbaji lakini amehudumu kwa muda mrefu, hana kibali kabisa. Akapanda gorofani Nairobi City Center. Nairobi wakati wa mchana saa 6 watu kwa wanahubiri. Akaenda gorofa ambalo huwa anaingia pale kuna bustani. Akajirusha kutoka juu mpaka chini. Wakati watu wanahubiri na yeye wanaimba. Wanashangaa mtu anaimba. Ukimbia mkuta yule mwimbaji wanaimba amepasua pale. Roho ya kukata
kukataliwa imemvamia. Anaona ni afadhali nife kuliko nibaki. Ninakusihi kwa jina la Yesu. Nimeshakwambia njia za kupingana na roho ya kukataliwa. Ukishajijua kwamba una roho ya kukataliwa, usitumie njia kama hizo, ni mbaya. Mradi ujue kwamba ipo, wewe tumia njia nilizokuambia, utakuwa salama. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama majibu ya Mungu hayawahi wala afanyeje, hata kama utaendelea kupambana, wewe endelea kupambana, lakini bado Mungu hawahi wala hachelewi. Kwa wakati wa Bwana Mungu atakufanyia. Angalia roho ya pili ambatana na Yusufu, habari za kifo. Tumuue kwa sababu amekataliwa, tumuue. Andika Mwanzo 37 mstari wa 26 mpaka 27. Tumuue huyu kwa sababu tumhitaji. Tumuue. Baadaye kaka mtu akasema hapana, tumuache huyu. Fadhali tumtupe tu kuliko kumuua. Kwa hiyo roho ya kufa inaambatana na mtu kama huyu. Mwanzo 37 narudia 26 mpaka 27. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wanaojua baada ya kukataliwa na wazazi wao huwa wanatenda vitu kama hivi. Watu walio na mimba wanatenda kufanya vitu kama hivi. Mifano ya watu ambao walikuwa nimeshaitaja, walipatwa na matatizo kama yale nimeitaja. Roho ya kukataliwa kwa Yusufu. Kwa ajili ya kufupisha, kuna mambo fulani ambayo nitakuyasema, alafu tumalize na kuacha mikononi mwa Yesu. Roho zote za kukataliwa, ya kushughulikia roho ya kukataliwa, utaya, maombi ya toba, kuvunja maagano. Sijui kama nisha kufundisha kuvunja yale maagano yaliyotamkwa, ni chako elimu utamke. Unaweza kuomba kibali cha kibali. Kama ni mhubiri, omba kibali. Kama ni mwimbaji, omba kibali, pate kubarika. Kama ni mzazi, omba kibali kwa mwenzako. Kama roho yamekuingia, basi na harakisha, kwa sababu inabidi kesho nianze somo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza, Bwana Yesu asifiwe. Mengine yote nimeacha, bado ni mengi. Nilikuwa nimeandika nikakuza maneno, kwa hiyo ndio maana nimekuwa mengi, lakini ningeweka madogo isije kwa kurasa nyingi kama hizi. Kwa hiyo mafundisho mengine unaweza kuyapata, yatakuwa natolewa kwa kipindi wewe ambaye ulikuwa andika, ili ukae vizuri. Je, unaonaje? Uko tayari kuendelea kuwalaumu watu waliokufanyia haya mambo? Uko tayari? Wachukue waweke pembeni. Wachukue waweke wapi? Waweke pembeni. Maana wanakuchelewesha. Kitu tunachofanya leo, ujue kwamba Bwana ndiye mchungaji wako. Bwana ni mchungaji wako. Badilika kabisa akili yako. Katika matatizo ya aina yoyote, Bwana awe ni mchungaji wako. Na zile njia zote nilizokufundisha, ukizisimamia, vile vifungo vyote vitakutoka. Utakuwa binti uliye huru, mama uliye huru, baba uliye huru. Na useme amen. Amen. Sababu sasa hivi saa 1 kasoro, ndio maana nimeachisha haya mambo. Kutunza kibali, nasema tutafanyaje kutunza kibali? Nilikwambia kwamba kibali chochote kikitolewa, mimi nimesema katika kitabu cha Ufunuo, nimewapeni mlango ulio wazi. Eti wala hakuna yeyote atakayeufunga. Ukitaka ukitunze kibali, uwe mwaminifu kwa Mungu. Nasema, alafu nikasema, mimi nimekuambia jana, nimekuambia kila siku mimi wanapiga magoti na ninaombea hicho kibali. Hata leo nimepiga magoti. Unanielewa? Unasema, Mungu, ninaomba kila inapoitwa leo nipe kibali kwa watu na Mungu. Ombea hilo. Lakini pia uwe mtu usiyekuwa na condition nyingi. Uwe mtu mwema.
Ukiwa mtu mwema, kibali kinameteniwa. Kanisa la Bwana. Ukiwa mtu mwema, hebu sema mtu mwema, utapata kibali kwa Bwana. Kama unavyopata upendeleo kwa Mungu, hata kwa watu utapata hivi. Mtu mwema. Unajua habari kwamba mtu ukiwa mwema, watu wakiruka juu yako watasema aona moja. Kwa mfano unamwona huyu mama, hebu sema Mama Zoka. Sijui Mama Zoka anapokuwa kali. Hebu sema Mama Zoka. Unamwona huyu mama. Unamwona huyu mama. Sijui naye ni binadamu. Sijui kama anakasirikana. Wanaomjua wanajua. Sijui hata kama akikasirika, anakasirika kumpiga mtoto amekosea. Na sidhani kama unaweza kukuta bombani. Sidhani. Kwa sababu ile morphology yake. Morphology ni ile sura ya mtu alivyo. Unamwona huyu baba ni mtu mpole. Sasa mtu akiinuka akianza kupambana na yule, watu wanasema wewe ndio mbaya. Huyu mama ana tatizo gani? Kanisa la Bwana linasema uongo. Lakini kuna watu yaani ukikuta amekwidwa hivyo unasema tena umalizie kabisa. Huyu ametuchosha mtaani. Jina la Bwana libarikiwe. Kiokiwe mwenzako mwambie kwamba ili ukitunze kibali uwe mtu mwema kwa watu na kwa Mungu pia. Lakini ukiombee kila wakati, uombee kibali. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini hakikisha Yesu atoki ndani ya moyo wako. Yesu akiendelea kukaa ndani yako, huwa hafungi kibali. Nikueleze, kuna kauli moja nasema hivi, Mungu au Yesu haachaji watu. Ila watu ndio wanamwacha nani? Yesu. Lakini Yesu haachaji watu, ila watu ndio wanamwacha Yesu. Sasa kama unataka kibali kibaki, baki na Yesu. Na nikueleze, baraka za Mungu huwa sio za leo na kesho. Ndio maana ni za gharama kuzipata. Ukipewa kibali na Mungu au baraka za Mungu ni za milele na milele.